proof ya kesi kama hizi za kijinai ni beyond reasonable doubt, pasipo kuacha shaka yoyote. Na wote tumekuwa humu, tumesikia mwenyekiti anavyotoboa ushahidi wao. Wote tumekuwepo tangu siku ya kwanza, na tumesema tangu siku ya kwanza kwamba hii ni kesi ya uongo, ya kubambikiza watu, kujaribu kuintimidate watu waogope, warudi nyuma, watufanye wanavyotaka, watukaange, watuchemshe, sisi tukae kimya, tutupige makofi. Sisi tumekataa. Na hizi tabia za kubambikiza watu kesi, mimi nilipokamatwa mwezi wa 10 nilikaa ndani siku 21, lakini nilipotoka nilibambikiwa kesi ya ugaidi. Nikaambiwa si nimehusika kuchoma si vituo Ubungo Msewe, si wapi, ndio chaji walionisomea. Matokeo yake wakakaa na mimi siku 7 za ziada, wakaniachia. Sasa mambo ya kubambikiana kesi kama sehemu ya kutuintimidate, kama sehemu ya kututishia, hatuwezi kuyakubali. Tunaendelea kusisitiza kwamba hii kesi iwe drop. Ofisi ya DPP iachane na hii kesi, kwa sababu haina maslahi kwa umma, haina maslahi kwa jamhuri. Kwa sababu hii kesi ni jamhuri, sisi wote ndio jamhuri. Hii kesi ina maslahi gani na sisi na nchi yetu? Ina maslahi gani na vijana wanaotafuta mikopo vyuoni? Ina maslahi gani na vijana wanaotafuta ajira ambao serikali imeshindwa kuwatengenezea ajira? Na wengine na wanunua, inawapa vifedha, huku inaharibu maisha yako na future yako. Haina maslahi yoyote. Ina maslahi na kikundi cha kisiasa kinachoogopa kushindana. Tumeruhusu siasa za vyama vingi tangu mwaka 92. Weka sera yako mezani, niweke yangu mezani, wananchi waamue, ndio marefari wanataka nani awe kiongozi wao. Full stop. Lakini kutupikisha magoti haitawezekana, haitawezekana. Na kama alivyosema Dr. Nshara, kwa sababu kuna ubishani mkubwa hapa. Kesho tutazungumza vizuri. Baada ya kuwa hiyo ruling imetoka, tutasema tunayotaka kusema. Hatuwezi kubali ya mambo yaendelee hivi. Kosa la mwenyekiti kila mtu anafahamu, kama alivyosema yeye, ni kosa ambalo limefanyika tarehe 3 mwezi wa ngapi? Wa 4. Tarehe 3 mwezi wa 4 ndio tuhuma hiyo, si ndio? Na kama kuna watu ambao walipaswa kuja hapa, ni wale watu tuliokuwa ukumbini mle. Sasa leo wana prolong, wapeleke mambo mengine kwingine, wajisafishe, au tuone tu huko si kutishatisha. Sikiliza, dereva mzuri, ukipotea njia uendelee kuongeza mwendo ukiwa unapotea zaidi, kwa sababu ukiwa umepotea, ukiongeza speed unapotea zaidi. Tunawashauri serikali hii ambayo haijachaguliwa, haina ridhaa ya wananchi, imepotea njia, rudi someni ramani upya. Rudi stendi, uanze kusoma ramani kuanzia stendi. Ukiwa umepotea na una accelerate, unazidi kuingia vichakani. Wewe gari imelenga kuelekea baharini, unaendelea kuongeza mwendo, si utaingia baharini? Tulitegemea mambo ambayo yametokea yawe yamewafunza hao watu kwamba acheni kucheza na Watanzania, na bado wanaingiza vidole kwenye macho ya Watanzania. Na nguvu zisizo za nini za dola haziwezi kuzuia umma. Haijawahi kutokea kwenye dunia nzima hii. Ipo tangu zama za Mfalme Louis wa 16, iko wakati wa Nicolae Ceausescu Romania, iko wakati wa Muammar Gaddafi, iko wakati wa Mobutu Sese Seko. Umma haujawahi kushindwa na dola. Haujawahi. Hata tangu za Roman Empire. Umma haushindwi. Utaumiza baadhi ya watu. Utateka kama ulivyowateka wakina Mdude. Lakini umma hautashindwa, utakushinda tu. Kwa hiyo kesho, baada ya ruling hii, tutasema tunayotaka kusema kuhusiana na hili jambo lililofanyika leo. Asanteni sana.